umesikika na umeonekana mara kadhaa ukipigia chapuo bilioni 200 ambazo zimeelezwa na serikali ya kuwa zimetengwa kwa ajili ya vijana na wanawake. Ukitazama hizi bilioni 200 zinazotajwa, ni siasa kwa vijana, ni porojo kwa vijana, ama ni fursa kwa vijana? Mimi nikitazama mpango wa bilioni 200 ambazo zimetengwa kwa ajili ya vijana wa kike na wa kiume, ni ishara dhamira ya dhati kabisa iliyokuwepo kwa serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kushughulika na changamoto za vijana, hususani katika eneo la kupunguza makali ya ukosefu wa ajira, pamoja na kuwawezesha mitaji na kukuza mitaji katika biashara zao. Kwa hiyo niseme sibariki na sitaungana na watu wachache ambao wamechagua engo ya kuzungumzia bilioni 200 kama siasa na porojo. Nondo, kwa kifupi kabisa, kabla sijakuuliza swali la msingi, wewe ukiwa kama kiongozi wa vijana kupitia chama cha ACT Wazalendo, kwa mtazamo wako, hizi bilioni 200 zinazosemwa ya kuwa zinatolewa na serikali ni porojo, ni siasa, ama unaziona kama fursa kwa vijana, na ukitazama ni serikali na dhamira ya dhati katika kutoa hili? Kwa kifupi kabisa, hizi bilioni 200 ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais, lakini tuelewe kundi hili la vijana ni kundi la namna gani, kwa sababu fedha zinaweza zikatengwa nyingi sana, nyingi sana, na Mheshimiwa Rais nakubali na napongeza, fedha nyingi sana. Bilioni 200 kwa vijana ni fedha nyingi sana, haijawahi kutokea kutengwa fedha za namna hii. Lakini problem yangu ni moja tu, ambayo ndio hata nilivyomjibu Kiliba wiki iliyopita ndio ilikuwa hapo. Problem yangu ni kwamba hizi fedha zilizotengwa hazifikii walengwa na hazitafikia walengwa. Kwa sababu gani, Chief Odeba? Hazifikii walengwa na hazifikii walengwa na hazitafikia walengwa. Kwa sababu tuna mifano mingi sana ambayo inaonyesha fedha ambazo zimewahi kutolewa hazikuwahi kunufaisha walengwa vijana kwa wingi wao, na fedha ambazo zimekuwa zikitengwa kwa niaba ya vijana zimekuwa zikiliwa na hakuna hatua yoyote. Nitakupa mfano mzuri sana. Tanzania, 70% ya idadi ya watu ni vijana wenye umri wa miaka 35 ambao ndio wanachangia nguvu kazi ya 55.6%. Kwa tunazungumza population ya Tanzania, idadi kubwa ni vijana. Kwa hiyo pale ambapo tunakuwa na mikakati ya kusaidia ili kundi la vijana, hatuishii kusema tumetenga fedha, hatupaswi kuishia kusema tumetenga shilingi kadhaa kwa niaba ya vijana. Tunataka kuona hizo fedha zilizotengwa zimewekewa utaratibu upi wa kuweza kuwafikia hao vijana. Na wewe ukitazama, unaona dhamira ya dhati ya serikali katika kuwasaidia vijana kupitia Chief Odemba, dhamira ya dhati ya serikali haipaswi kuonekana kwa kutenga fedha, kwa sababu kama unatenga maziwa kwenye dumu linalovuja, alafu unawaambia watoto wanywe maziwa, dumu linavuja chini, wewe unasema umeweka maziwa mengi, watoto hawafikia yale maziwa na hawawezi kuyanywa, unawezaje kusema watoto wamenufaika na maziwa walioweka kwenye dumu? Utaishia kusema kwamba niliweka maziwa kwenye dumu, hamjanywa. Lakini hawajanywa kwa sababu dumu limevuja. Hawajanywa kwa sababu watoto wameshindwa kufikia ile dumu kunywa maziwa, kwa sababu ya mifumo na taratibu na miongozo ambayo haikidhi fedha zile kufikia. Dhamira unaiona, hauioni? Dhamira inaendana sambamba na mifumo thabiti ambayo inaweza kupelekea fedha hizi kufikia walengwa. Kwa sababu hakuna hiyo mifumo, kwa sababu hakuna hizo taratibu, na nitazizungumza na nitazitaja, sioni dhamira madhubuti ya serikali. Bali na kwamba Mheshimiwa Rais ametoa hizo bilioni 2, ni jambo la kupongeza, lakini kama hakuna mifumo imara, miongozo imara, utaratibu mzuri
hakuwezi kwenda sambamba na kusudio lile, na hizo fedha zinaweza zisifike kwa walengwa, zikaishia kuna mifuko ya watu. Nondo anasema ya kwamba aoni fedha hizo zikiwafikia vijana, hazitawafikia vijana, na aoni fedha ikifika kwenye mfuko wa vijana. Na hili limekuwa, watu wamekuwa wakihoji sana ya kwamba fedha hizi zinatajwa tu kwenye karatasi ya kwamba bilioni 200, lakini hizi fedha hazifiki kwenye mifuko ya vijana. Na vijana wa Tanzania wanaona kwamba wanadanganywa na mnafanya mchezo, ama serikali inafanya mchezo kwenye mambo muhimu ya vijana. Changamoto ambazo zimekuwa zikionekana pamoja na zile ambazo Bwana Nondo hapa amezisema, hazijawahi kuwa sehemu ya dhamira ya dhati ya serikali ya kwamba tutoe fedha ili kusudi tutoe fedha zinazolenga kuwasaidia vijana, lakini mwishowe zisifike kwa vijana. Kwa nini sasa fedha haziwafikii vijana? Nakuja hapo. Kwa nini fedha haziwafikii vijana? Nakuja kote huko. Sasa kilichofanyika na kinachoendelea kufanyika hivi sasa ni kuhakikisha kwamba, moja, zinatengwa fedha kulingana na uwiano wa vijana husika waliokuwepo katika Tanzania yetu hivi sasa. Hilo la kwanza. La pili ni kuhakikisha kwamba zinatengwa fedha na zinaratibiwa katika mifumo ambayo inaruhusu uwajibikaji, uwazi, usimamizi na ufuatiliaji. Kwa hiyo Bwana Nondo amekwenda mbele sana. Kuna taarifa ambayo haijui, taarifa yenyewe ni kwamba hundi ya bilioni 200 imeshakabidhiwa kwa wizara inayohusika na maendeleo ya vijana, lakini agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba fedha hizo zisije zikatolewa bila kuhakikisha wizara husika inatengeneza mazingira madhubuti yanayoruhusu uwajibikaji unaofuata sheria na sera, pamoja na uwazi, usimamizi na ufuatiliaji. Kumekwapo na changamoto na udhaifu hapo nyuma ambazo hivi sasa tumeona baada ya sauti kuwa nyingi za vijana kulalamika, serikali hii chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeweza kusikiliza na kuzifanyia kazi. Udhaifu hizo zilikuwa zinafanywa na nani? Changamoto mojawapo, sawa, changamoto mojawapo, kumekuwepo na tabia ya fedha kutolewa kwa vijana, lakini pasipo kupatiwa maarifa ya namna gani ya kusimamia fedha hizo na kuendesha miradi inayoanzishwa kutokana na fedha hizo. Unanielewa vizuri? Sasa moja kwa moja unakuja kuona kwamba sisi wenyewe tulitengeneza mazingira ambayo yalifacilitate ama yalirahisisha fedha hizo pengine kupotea. Unanielewa vizuri? Ni wakina nani waliotengeneza hayo mazingira? Sera zilizokuwepo, sawa, kwa sababu sera zilitungwa na watu gani? Hizi fedha sawa, hizi fedha zinatolewa kwa utaratibu, kwa sera na miongozo ambayo kwa nchi yetu ya kidemokrasia hii, sawa, viongozi kadha wa kadha, sawa, wanashiriki katika uratibishaji na utungaji wa hizo sera. Unanielewa vizuri? Sasa lakini muhimu zaidi, tusitazame tulipotoka, tuangalie hivi sasa tulipo leo, dhamira iliyokuwepo ya kushughulikia madhaifu na changamoto zilizojitokeza hapo nyuma. Unasema neno unakuja, unasema kwamba tusiangalie tulipotoka. Ikiwa tulipotoka inaonyesha historia mbaya ya kwamba fedha ambazo zilikuwa zinatolewa kwa vijana zilikuwa haziwafikii vijana. Manake sasa unataka vijana wasikumbuke hayo, wakumbuke nini sasa? Tuna historia mbaya kama unavyosema, sawa. Historia ile imetufunza, historia ile imemuibua rais wetu kuja sio tu na fedha nyingi ambazo bilioni 200 hazijawahi kutengwa katika nchi yetu, lakini amekuja na fedha hizo pamoja na mikakati itakayosaidia na kuwezesha fedha hizo ziwafikie walengwa. Shikilia hapo Nondo. Chief Ademba, nizungumza kitu kimoja. Serikali inapaswa hiyo na dhamira kusaidia vijana, na bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais amezitenga ni fedha nyingi sana, lakini inaumiza sana unavyoona mifumo yetu ilivyo, namna ambavyo hakuna miongozo,
hakuna coordination, hakuna uratibu, hakuna taarifa, hakuna mifumo ya kitaasisi, unaona kabisa hizi fedha zinaenda kuliwa, na ndio hicho ambacho kinaenda kutokea. Bilioni 200 Chief Odemba. Nini hasa kinachokufanya? Naomba niendelee. Hizi fedha zinaenda kuliwa. Naomba niendelee. Vizuri sana, utanielewa. Tanzania hali ilivyo sasa hivi, sekta isiyo rasmi, vijana ambao wapo kwenye sekta isiyo rasmi ni 80% ya vijana wote. Sekta isiyo rasmi. Maana Tanzania kwa mujibu wa hii sera kisoma, nataka nieleze tujue hali ilivyo kwanza, ilivyo ngumu, then tujue tunaendaje. Kwa mujibu wa hii sera ya Taifa ya Maendeleo ya Vijana mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 inasema Tanzania kwa mwaka kati ya vijana milioni 1 ni vijana 200,000 tu ndio wanaajiriwa kwenye sekta rasmi, sekta binafsi au sekta umma. Vijana 800,000 wanabaki wanarandaranda kwenye sekta isiyo rasmi. Kuna wanaojiajiri bodaboda, mamalishe, machinga, ndio hao tunaosema ni 80%. Na kwa takwimu, kwa mujibu wa sera ya maendeleo ya vijana mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 Chief Odemba inasema takwimu, shughuli zisizo rasmi zinakuwa kwa kasi kutoka 10.1% mwaka 2006 mpaka 59.9% mwaka 2022. Shughuli zisizo rasmi manake zinakuwa. Sasa ili kuweza kuwasaidia hawa vijana ambao wako kwenye shughuli sio rasmi, ni kurasimisha shughuli zisizo rasmi kwenda kwenye shughuli ambazo ni rasmi. Namna kuzirasimisha, hii sera imesema ni mikopo. Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 200. Anapaswa ashukuriwe na tunapaswa kumshukuru. Lakini swali linabaki, hizo fedha hazifiki. Amezungumza hapa awali wakati wizara vijana haijaundwa, fedha hizi mfuko wa maendeleo ya vijana kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, sera, vijana na kazi na ajira ilikuwa inatunga bilioni 1 kwa mwaka. Mwaka 2021-2022 Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akisimama bungeni alisema bilioni 1 ilitolewa 2021-2022, lakini fedha zilizokopeshwa vijana waliokidhi vigezo kukopeshwa fedha katika hii bilioni 1 ni fedha thamani, miradi yenye thamani ya milioni 205, milioni 795. Chief Odemba, Waziri Mkuu alisema bungeni, vijana hawajakidhi vigezo, fedha zikarudi wizarani. Unataka kuniambia vijana kwenye nchi hii hawana vigezo kiasi cha kwamba hawapaswi kukopeshwa, fedha inarudi wizarani? Unauliza swali, naendelea Chief Odemba tafadhali, unauliza swali, ni mwongozo gani ambao unatoa taratibu ya vijana kukopeshwa fedha zinazotoka serikali kuu, fedha inayotoka mfuko wa maendeleo ya vijana? Mwongozo uko wapi? Unasema nini? Nini hasa Nondo sasa ambacho kinatakiwa kufanyika ili mikopo hizi zinazotolewa kwa vijana ziwafikie? Ndio naenda Chief Odemba, ndio naenda huko. Unauliza swali, ni mwongozo gani, utaratibu gani ambao tunao kama nchi? Kijana akichukua ule mwongozo asome, aseme kweli mimi hapa sina kigezo, utaambiwa mwongozo ambao tunao ni kanuni ya halmashauri hii hapa. Hii kanuni ya halmashauri ndio mwongozo pekee ambao kama taifa tunao, unaoongoza fedha za 10% za halmashauri zinatokaje, ni mwongozo huu. Uliza mwongozo unaoratibu fedha zinazotoka serikali kuu kwenda kwa vijana, mfano hii bilioni 1 kutoka ofisi ya Waziri Mkuu iliyokuwa zamani, sasa kutoka mfuko wa maendeleo ya vijana, utaratibu wake ni upi? Haupo wazi. Uliza tena sasa hivi, hizi fedha bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa zina utaratibu upi? Utaambiwa fedha hizo zimepelekwa wizara za kisekta, zimepelekwa wizara ya kilimo, zimepelekwa wizara ya madini, zimepelekwa sijui wizara ya maendeleo, jinsia, wanawake na makundi maalum. Utaratibu ukoje? Pendekezo letu sisi ilikuwa wizara haipo chini, Chief Odemba. Wizara haipo chini, wizara iko juu. Tulikosea kupitia wizara ya kilimo, haifiki kwa vijana. Tulikosea kupitia wizara ya kilimo wakati naanzishwa BBT, ilikuwa juu sio chini. Hizo wizara ziko juu, haziko touched na vijana kule chini. Mapendekezo yetu Chief Odemba, tukasema kwamba tunapaswa sasa hivi
tulipendekeza kuundwe kinachoitwa wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Nakushukuru sana Nondo, tafadhali. Nitaelezea vizuri hii wakala ya uwezeshaji vijana kiuchumi ifanye kazi namna gani. Meza mate kidogo. Kiliba, kabla sijakuuliza swali la msingi, una la kuzungumza kwa yale aliyotoa mwenyekiti wa Ngome? Imekuja kugundua Nondo ana taarifa za wakati husika. Umeelewa? Kwa nini? Nitaanza na hoja zake kadha wa kadha ambazo amepita nazo. Jambo la kwanza, Nondo amesema bilioni 200 zimetolewa, lakini mfumo wa namna gani bilioni 200 hizo vijana wataenda kunufaika nazo hauko wazi. Sio kwamba hauko wazi. Sawa, maelekezo ama lililokuwepo sasa hivi mezani ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa Jamhuri amesema na alisema kwamba nitafikisha fedha katika Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Hilo la kwanza. La pili, nitaomba maendeleo ya vijana kabla ya kuratibisha ugawaji wa fedha hizo ni kuandaa mkakati madhubuti unaolenga kuchochea uwajibikaji, uwazi, usimamizi na ufuatiliaji wa fedha hizo zilizotengwa kwa ajili ya vijana kama mikopo na mitaji kwa vijana. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo fedha zilizotengwa bilioni 200 kwa ajili ya vijana sio kwamba zimeshaanza kugawiwa. Hapana. Sawa? Uko utaratibu ambao unatengenezwa, unaundwa kwa maoni na kwa michango na mashirikiano ya wadau mbalimbali, akiwepo yeye mwenyewe mwenyekiti wa Ngome ya Vijana na taasisi za kifedha zinazohusika na masuala ya mikopo kwa jamii. Unaelewa vizuri? Sasa lini zitaanza kugawiwa hizo fedha? Sawa, wizara imeshapewa muda, sawa, wa kuratibisha zoezi hilo na mpango huo. Mara baada ya kuhitimisha hilo, sasa ndio hizo fedha sasa zianze kushuka kwa utaratibu na mfumo ambao umetengenezwa. Hilo la kwanza. Jambo la pili, Ngome Bwana Nondo amezungumza hapa ukuaji wa kasi kwa vijana kujiengage katika sekta zisizo rasmi, si ndio? Hilo swala tayari Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekwisha liona na tayari limeshaanza kufanyiwa kazi. Nondo, kama huna taarifa, takribani vijana 119,000 na ushe hivi sasa waliojiengage katika sekta ambazo zisizo rasmi unazosema wewe, kwa maana wa machinga, kwa maana maafisa usafirishaji bodaboda, watu waliofungua ofisi zao kama mafundi umeme, mafundi seremala, wamekwisha anza kurasimishwa kwa malengo ya kwamba wapate uhalali ama credibility ya kutambulika na taasisi za kifedha ili kusudi wawe sehemu ya wanufaika wa mikopo katika taasisi hizo na maeneo mengineyo. Unanielewa vizuri? Na zoezi la kurasimisha lina faida kubwa sana Bwana Nondo, sawa? Zoezi la kurasimisha linamsaidia yule kijana kutambulika kama mlipa kodi, sawa? Lakini jambo lingine linampatia yule kijana confidence na uhalali wa kwenda kuaminika na kuungwa mkono. Kwa hiyo sio kwamba ukuaji wa vijana katika sekta zisizo rasmi umetelekezwa na serikali. Hapana, tayari serikali imekwisha anza kufanyia kazi mambo hayo, ila changamoto nimeona kuna taarifa zisizo rasmi kwa wakati husika. Nitakupa nafasi Nondo, utazungumza. Moja vile kati ya changamoto kubwa na malalamiko makuu ambayo vijana walikuwa wakilalamika na unajaribu kumwambia Nondo kwamba na yeye atapata hizo mikopo ni kwamba kulikuwepo na ubaguzi wa wazi na fedha zilikuwa zinatolewa kwa kubaguana, kwa kujuana, huyu ni mtoto wa nani, huyu ni nani, na mbaya zaidi ya kwamba kipaumbele ilikuwa mpaka mtu uwe kada wa Chama cha Mapinduzi. Na manake hata hivi wanaona ya kwamba wenda watakaonufaika na mikopo hizi ni wale watu wenye connection na wakubwa, lakini vile wale ambao wana vinasaba ya Chama cha Mapinduzi. Haijawahi kuwa tamko rasmi
sawa, katika sera zetu na miongozo yetu kwa vijana, namna gani watanufaika na mikopo ya namna hiyo, na haijawahi kuwa dhamira ya dhati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake ya kuelekeza kwamba vijana wanaotokana na Chama cha Mapinduzi wapendelewe sana ama zaidi katika huduma zinazohusisha kusaidia vijana kwa ajili ya kujiajiri, kuepukana na masuala. Lakini unaamini ya kwamba vijana wa Chama cha Mapinduzi walikuwa wanapewa kipaumbele zaidi katika kupata mikopo hii? Siwezi kuamini kwa sababu sijakuwa sehemu ya wahanga, lakini Nondo anaweza akawa ni sehemu ya nini, ya wahanga, na sio jambo la kubeza wala kulipuuza. Unanielewa vizuri? Lakini mara kadhaa tumekwisha kumsikia kiongozi mkuu wa nchi hii ambaye analatibisha haya masuala ya vijana, na kwa mapenzi yake mema ameamua vijana waje katika ofisi yake, sawa, kwamba hizi fedha zisigawiwe, sawa, kutokana na tofauti za itikadi za vyama vya kisiasa. Kijana wa CCM apate, kijana wa ACT apate, kijana wa Chadema apate. Mpaka anasema hivyo manake kwamba kulikuwepo na changamoto kama hilo. Bila shaka ye kiongozi mkuu wa nchi ana intelijensia kubwa, pengine changamoto imemfikia, lakini kumfikia jambo moja, lakini la muhimu na kubwa na kufurahia zaidi ni kauli yake. Shukran sana Kiliba. Nondo Chief Kiliba anasema hauna detail. Ni mkurugenzi wa hiyo taasisi ya Mama Asemewe. Kinasikitika, ana taarifa kabisa. Hana taarifa. Sasa yeye anasema hauna taarifa. Waziri anasemea nini? Waziri wa maendeleo ya vijana, waziri wa maendeleo ya vijana Joel Nanauka katamka, Mheshimiwa Rais katoa bilioni 200, fedha zimekwenda wizara za kisekta, fedha zimekwenda uvuvi, Kilimo, fedha zimekwenda kilimo, fedha zimekwenda wizara ya maendeleo ya jamii, wanawake na makundi maalum, fedha sijui. Ametamka fedha zimekwenda. Na kwa mfano mzuri, waziri kwa kwenye ziara yake ameenda Singida, katoa milioni 200 kwa mavikundi kadhaa ambayo alikuta pale. Amewapa vijana hapa, mimi nimekuja hapa na wapeni milioni 200, nimekuta vikundi walituma proposal kule wizara tukapata, nimekuja nimewapeni milioni 200. Hiyo milioni 200 waziri kaipata wapi? Ni katika bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais katenga. Sasa hoja inabaki kwamba sio fedha hazijaanza kutolewa, fedha zimeshaanza kutolewa. Fedha hizi zimeshaanza kutolewa, lakini kila wizara inakwenda na utaratibu wake na mienendo wake. Waziri Nanauka alivyotoa hizo fedha alisema kwamba hizo fedha ni miongoni. Sasa unajiuliza, waziri Nanauka hajapangiwa bajeti, yeye kapata wapi hela milioni 200? Kaenda Singida katoa, sijui kaenda wapi katoa, sijui anaenda Shinyanga leo, sijui atakuwa Shinyanga, namfuatilia mimi, na kila akienda huko anasema nimesoma miradi yenu imetufikia wizarani, kwa hiyo nyie aliwapa ni watu wa Maguta, amewapa milioni 200. Problem yetu sisi ngome ya vijana sio waziri kutembea kwenda kugawa hela. Chifu, tunataka mifumo ijioperate yenyewe. Waziri awe ni mratibu wa namna gani vijana kwenye sekta ya kilimo wamenufaika, namna gani vijana kwenye sekta ya nishati sekta ya madini wamenufaika, namna gani vijana kwenye sekta ya uvuvi wamenufaika. Yeye aratibu na taarifa aziratibu vizuri ili vijana wapate kufahamu. Sio waziri kufanya ziara kwenda kugawa fedha. Tunataka mifumo ambayo itakuwa inajiendesha yenyewe, na ndio pendekezo letu. Na naomba hapa serikali nisikize vizuri. Pendekezo letu sisi tunataka kuwe na wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi, Tanzania Youth Economic Empowerment Agency. Wakala hii utengenezewe sheria. Hii idara, wakala huyu awe chini ya wizara ya vijana maendeleo, wizara ya maendeleo ya vijana. Kila mwaka ripoti ya CAG inasema fedha zinakopeshwa, zinaliwa, hazirejeshwi. Makundi hewa tukapendekeza ngome ya vijana, na tunapendekeza zile 4% za halmashauri ibaki na jukumu ya kukusanya fedha katika zile 5% walizokusanya mapato ya ndani, wachomoe zile fedha 4% za vijana zipelekwe wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Unadhani ni nini hasa itahakikisha kwamba fedha hizi zinawafikia vijana wa kawaida
na vikundi vya chini badala ya watu wachache walioko karibu na mifumo ya na tuna changamoto ya kimfumo, tuna changamoto ya kiuwajibikaji, tuna changamoto ya kitaasisi, tuna changamoto ya kiuratibu, tuna changamoto ya ukosefu wa muongozo au miongozo. Mimi nimeuliza na huyu aniambie Kiliba, ni muongozo gani unaoratibu utolewaji wa mikopo kwa vijana kwa fedha zinazotoka serikali kuu? Labda tuchukulie fedha zinazotoka kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana kutoka ofisi ya Rais, ofisi ya maendeleo ya vijana, wizara ya maendeleo ya vijana, kuna mfuko wa maendeleo ya vijana. Zile fedha, muongozo gani unazungumza kuhusu utolewaji wa zile fedha, ukiachana na kanuni zinazoratibu utolewaji wa fedha za halmashauri ya 10%? Maana zenyewe zina kanuni. Fedha huku juu zinazotoka serikali kuu kwenda kwa vijana hazina muongozo wowote. Aniambie, kuna muongozo gani anaujua? Hazina miongozo, lakini miongozo ndio hiyo inaundwa, sawa, inatengenezwa kwa mujibu wa maelekezo ya serikali. Inatolewaje sasa kama hakuna muongozo? Zimetolewa wapi na uhakika gani hizo bilioni 200 zilizotolewa huko Mwanza, naposema Singida zimetokana na bilioni 200 zilizotolewa kwa ajili ya vijana? Haina budget. Haina budget. Anatoa pia haina budget, lakini kuna programs mbalimbali ndani ya budget imekwisha pitishwa. Sasa umesikia vizuri Odemba? Umesikia Odemba? Wizara hii imeundwa baada ya budget ya 2025. Tuzungumze mambo kwa kukisia. Sawa, tuwe na uhakika wa taarifa husika. Unaelewa vizuri? Ukifuatilia vizuri hata hizo fedha ambazo zilikuwa zinatolewa huko Singida, nimeona na Mwanza zimetolewa. Sawa? Unaona kabisa ni matokeo ya michakato kadha wa kadha ambayo ilikuwa inatathmini proposal mbalimbali za miradi iliyopelekwa na vijana. Maana yake pengine haikuanza mara baada ya bilioni 200 kuingia wizarani. Unasikia vizuri? Sasa sikiliza vizuri. Tuwe na taarifa za uhakika. Sawa? Inawezekana kabisa fedha zikawa zimetolewa, zimetengwa, lakini sisi jukumu letu kama viongozi wa vijana, yeye ndugu yangu yuko ACT Wazalendo akiwa na ngome yake ya vijana, ni kuwa sasa bega kwa bega na serikali katika mashauriano ya pamoja, kuweka utaratibu kama naosema yeye ameshauri hapa, namna gani fedha hizo zitafikia walengwa, na ndio shughuli inayofanywa sasa hivi katika Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Kwa hiyo asipotoshe, hazijatolewa bado. Nisikilize. Nimemwambia hapa zile zilizotolewa Mwanza na gani ni pesa bilioni 200 za vijana. Sasa Nondo anapotosha. Anaweza akanapotosha. Unanisikia vizuri? Anaweza akanapotosha. Nondo tafadhali. Majawabu sahihi ya milioni 200 zimetokana na bilioni 200 zilizotolewa na Mheshimiwa Rais John Nauka mwenyewe kama waziri mwenye dhamana husika, yeye ndio anayo na watendaji wa wizara yake, ambayo mimi na Nondo hatuna majawabu hayo kwa sasa. Anasema kwamba hizo fedha zimetoka wapi, yali waziri hana budget. Ndio nimesemaje, majawabu sahihi sawa ya kuzungumzia zimetoka wapi ni waziri mwenye dhamana husika na watendaji wake ndani ya wizara. Sisi tunachokizungumzia ile dhima ya kilichofanyika. Nimeona pale Mwanza watu vijana wamepewa bajaji, wamepewa maguta, wamepewa samaki, sijui vyote vya nini. Ile ni dhamira njema, unanielewa vizuri? Sasa hela zimetokea wapi na Nauka atakuja kusema na wizara yake, lakini sisi tuishie hapo. Na Nondo asipotoshe umma, asipotoshe umma kana kwamba hizi bilioni 200 zimekaa katika mdomo wa mamba zinaenda kuliwa. Sio kweli. Sio kweli. Kiliba shikilia hapo dakika moja. Nondo. Na jambo lingine chifu, kabla sijasahau hilo, sijasahau. Nondo amependekeza yeye na ngome ya vijana ACT kwamba kuwe na wakala, mambo mengi amezungumza. Lakini ukitazama vizuri kwa mujibu wa maelezo yake na namna alivyozungumzia hiyo proposal yao ama ushauri wao, moja kwa moja inafanana kimajukumu na kimundo na kiutendaji na Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Chief, shikilia hapo. Chief, kwa sababu wale ndio wana dhamana ya kuwezesha vijana kiuchumi. Meza mate kidogo. Nondo. Unakuwa na taifa ambalo una 70% idadi ya watu ni vijana. Unakuwa na taifa ambalo 80% ya vijana wapo kwenye sekta isiyo rasmi. Maana kwako unajitafuta, mamalishe, bodaboda, wauza viatu, machinga, wako kuna hicho kikundi. Odemba sama. Anaweka gani Nondo kama vijana wa taifa hili na 70%? Data zimetoka wapi hizo? Naomba
Mlidie muda wake. Inatoka kwenye sera ya taifa maendeleo ya vijana. Imesemaje? Mimi kwa data zangu kwa mujibu wa sensa 2022 vijana waliokuwa katika taifa hili milioni 21.38 kati ya 15 na 35. Asilimia 70 ya idadi ya watu ni vijana, umesema, ambao wako chini ya miaka 35 ni vijana. Asilimia 70 ambao wako chini ya miaka 35 na watu wangu pia naomba wa cross check ni vijana. Asilimia 80 ya hawa vijana ni ambao wapo kwenye sekta isiyo rasmi. Hapo asilimia 59, yani sekta isiyo rasmi inakuwa kwa asilimia 59 ambao humo ndani wako vijana. Alafu leo hii chifu unakuwa na wizara ya maendeleo ya vijana ambayo yenyewe ndio ikipata fedha ya kuwezesha vijana, yani yenyewe ndio inashuka ikagawa hela chini. Huo mfumo wa kufanana haiwezekani chifu. Hatuwezi kuwa na wizara ambayo kila siku yenyewe inatembea kwenda kugawa hela mkoa fulani siku moja. Kuna vijana wengi sana wako vijijini hawafikiwi. Problem yetu ni sisi ni kwamba tuweke utaratibu ambao ni mahususi utakaoweza kuwezesha vijana kusaidiwa kutokea chini. Sasa ndio utaratibu nao, na ndio maana nikaja na pendekezo. Hii wizara haiko chini. Ukimuuliza waziri wa maendeleo ya vijana leo, wewe kupata taarifa kutoka chini unamtegemea nani? Anakwambia namtegemea afisa maendeleo ya vijana mkoa na afisa maendeleo ya vijana halmashauri. Hawa watu wako chini ya TAMISEMI. Alafu hawa watu hawana unity, wapo kama individual. Sisi Ngome tunapendekeza kuwe na department, kuwe na idara chini ya wizara ya maendeleo ya vijana ambayo inaitwa wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Yani yenyewe kilala ikiamka hii idara iwe inawaza maendeleo ya vijana. Na nimependekeza hapa idara ambazo zinapaswa ziwemo mule, kwa sababu moja ya changamoto ambayo sisi tunayo chifu, serikali hata hizi fedha za halmashauri za 10% huku chini huku hawa maafisa maendeleo ya jamii huku, hizi fedha zinatolewa kwa vijana, yani wenyewe wamejikita kutoa fedha na kutaka hizo fedha zirudi. Hakuna mtu ambaye anamsimamia yule kijana, hakuna mtu ambaye anasimama kumwezesha kimawazo yule kijana, hakuna mtu ambaye anamfuatilia yule kijana, hakuna mtu ambaye anamlea yule kijana ambaye ameanzisha biashara yake. Tuje na huu mfumo wa wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi ambao itakuwa chini ya wizara ya maendeleo ya vijana, itaenda mpaka chini ngazi ya mkoa, itaenda mpaka chini ngazi ya wilaya. Alafu humu ndani ya wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi kunakuwa na mkurugenzi, kunakuwa na bodi yake. Alafu ndani kunakuwa na idara, nimekuelekea hapa, idara ya mipango na utafiti nimekuelezea. So tukiweka namna hii Chief Odemba, maana yake uwajibikaji utakuwepo. Fedha zikiliwa tunajua tunamkamata nani. Tunaikamata wizara ya maendeleo ya vijana kwamba imeshinda kusimamia wakala wa uwezeshaji wa vijana kiuchumi, au tunamkamata mkurugenzi na idara zake. Nakushukuru sana Nondo, na kwa kuweka record sawa. Kwa mujibu wa sensa ya 2022 idadi ya vijana nchini ni 34%. Idadi ya vijana kuanzia miaka mingapi mpaka mingapi? 15 mpaka 35. Soma vizuri. Ni 35%. Kuanzia miaka mingapi chifu? Tutofautishe. Walio chini ya miaka 35 ni 70%. Hiyo idadi unayozinga wewe ni kutoka miaka 10 vijana wazalishaji. Tuweke vizuri. Ngoja kwa chifu. Tuweke vizuri. Hilo la takwimu tuachane nalo. Tusaidie. Ngoja tuweke sawa. Chifu, hiyo ya sensa ni kuanzia miaka 18 mpaka 35. Ndio asilimia unaitaja wewe. Asilimia 70 ni chini ya miaka 35. Kwa ni chini ya miaka 35 mpaka kupita. Sasa miaka miwili ni mzalishaji. Ni vijana. Kwa hiyo population ya Tanzania asilimia kubwa ni vijana. Tusikwepe, lazima tuseme ukweli. Population ya Tanzania ni vijana. Lazima tuwahendo hawa vijana kwa unyenyekevu, tuwe na mifumo imara, tuwe na uratibu mzuri, tuwe na miongozo. Nisikilize Odemba, mockup anayozungumzia Bwana Nondo, sawa, ya watu vijana wanapewa fedha, hawana elimu, hawajapewa ujuzi wa namna gani kusimamia hizo fedha, ndiyo mambo ambayo yanatekelezwa hivi sasa tunavyozungumza na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa, tuna mambo manne
ambayo yamekuwa ni roadmap ya namna gani ambazo fedha hizi zitaegemea hadi kumfikia mlengwa, na baadaye mlengwa akatumia fedha hizo kwa ajili ya kujinufaisha na baadaye kuzirudisha serikalini ziwasaidie wengine. Jambo la kwanza, serikali inaamini katika utolewaji wa elimu. Unaelewa vizuri? La kwanza. Serikali inaamini, jambo la pili, katika upatikanaji wa mikopo inayofikika ama mitaji inayofikika. Unaelewa vizuri? Jambo la tatu, serikali inaamini katika mazingira rafiki ya kumwezesha kijana kujiajiri na kuendesha shughuli zake za kiuchumi. Serikali hii tunayoizungumza. Jambo la nne, serikali inaamini katika utungaji wa sera zinazotekelezeka, haswa zinazomsaidia kijana kujiinua kiuchumi. Unaelewa vizuri? Na sifa za mikopo hii ama fedha hizi zilizotengwa na Mheshimiwa Rais kwenda maendeleo ya vijana bilioni 200. Jambo la kwanza, fedha hizi zina riba nafuu ama zina riba kabisa. Unaelewa vizuri? Baadaye riba nafuu zina riba kabisa, kama tupata muda nitaelezea. Unaelewa vizuri? Jambo la pili, fedha hizi zinavyotolewa zinaambatanishwa na elimu ya usimamizi wa fedha na uendeshaji wa biashara ama mradi uliokusudiwa. Ndio jambo ambalo Nondo amesema halipo, lakini lipo, maana si kweli. Unaelewa vizuri? Jambo la tatu, fedha hizi zinaambatanishwa na maafisa wa serikali kuanzia ngazi ya chini kabisa, yeye ambaye anasema hawapo, kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji wa maendeleo ya mradi sawa ama biashara ambayo imeasisiwa ama imeanzishwa kwa fedha zilizotengwa kwa ajili ya vijana. Zile ambazo zilikuwa zinapotea zilikuwa hazisimamiwi. Mimi sizungumzia habari zilizokuwa zinapotea, nazungumzia bilioni 200 tunazozungumzia hivi sasa. Kwa hiyo nataka nimsahihishe Nondo kwamba anatengeneza mchoro ambao tayari wahandisi wa kandarasi wapo site wanasimamisha jengo. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo sasa hivi kama ana malengo ya kutusaidia, atusaidie katika namna ambayo iliyo njema ya kuhakikisha fedha hizi zinawafikia walengwa pamoja. Kwa nini hizi fedha ni sasa hivi? Kwani vijana wamekuwepo katika taifa hili kwa wakati huu? Kwa nini miaka yote hiyo ya uongozi wa CCM haikuwa inafanyiwa hivyo? Na watu wanasema ya kwamba hii imekuja kwa sababu ya yale yaliyotokea Oktoba 29. Kwanza si kweli. Tuna mamia ya picha mjongeo, kwa maana ya video zilizopo mitandaoni sawa na maeneo kwingineko, zikisikika rais mwenyewe akizungumza katika mikutano yake ya kampeni ya mara kwa mara ya kuhakikisha kwamba anapoingia madarakani ndani ya siku 100 anakuwa ameshaweka wazi dhamira yake ya kusaidia vijana kuondokana na makali ya ukosefu wa ajira na kuwapatia mitaji pamoja na mikopo ya gharama nafuu zaidi. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo kusema fedha hizi zimetengwa kwa sababu ya yale yaliyotokea mwezi Oktoba sio kweli. Ilikuwa ni dhamira ya dhati kabisa iliyokuwepo kabla ya mwezi Oktoba, Mheshimiwa Rais akiwa kwenye kampeni zake. Tutakumbuka kauli hiyo mara ya kwanza imesema Tanganyika Packers viwanjani pale. Unaelewa vizuri? Lakini bilioni 200 sasa hivi zimekuja na sauti kubwa, kwa sababu Odemba haijawahi kutokea ndani ya nchi hii kwa takribani miaka kadhaa tangu kuanzisha kwake. Vijana wakawa na program kubwa ya uwekezaji ama kuwezesha kiuchumi kama ilivyotokea kipindi hiki cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini nchi hii kwa miaka yote imeongozwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa maana ya kwamba kwa miaka yote hiyo ambayo serikali ilikuwa ifanyi hivyo, serikali ya Chama cha Mapinduzi iliwakosea vijana wa nchi. Upangaji wa budget ama wa fedha kwa ajili ya makundi kadha wa kadha unaenda sawia na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia 2021 katika madaraka yake, serikali hii inakusanya trilioni 1.72 kwa mwezi kama mapato ya ndani. 2024-2025 mwezi Julai mpaka Mei, serikali yake chini ya usimamizi wake inakusanya trilioni 3.1 mpaka 3.3. Hivyo bilioni 200 ndani ya uongozi wa Dr. Samia. Kuna shida gani? Amekusanya kuliko. Kwa hiyo tunasema ni hatua zinaenda, maendeleo yanaenda kwa hatua. Asante sana. Chief. Tari sana.
Yani swali moja tu ambalo mimi wewe Kilibange nijibu moja tu, afu mimi niendelee. Unapotoa fedha special hizi bilioni 200 ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais, nikikurudisha kule nyuma kuna bilioni 1 kwa mwaka kutoka kuna mfuko wa maendeleo ya vijana, fedha zile zilikuwa zinatoka tu, na nimekupa mfano mwaka 2022 zilirudi takriban katika bilioni 1 zilizotoka zilitumika milioni 205, milioni 795 zilirudi, na waziri mkuu akasimama bungeni akasema fedha hizi zimekosa vijana hawana sifa. Swali linabaki, fedha zinazotoka serikali kuu, fedha zinazotoka mfuko wa maendeleo ya vijana, sigusi zile za halmashauri zina kanuni, hizi za juu hizi zina muongozo upi? Unapoacha kuweka muongozo, unaweka mianya fedha hiyo iliwe Fedha hizo na hizo fedha na hizo fedha ni kodi zetu sisi kama vijana ambao tunatamani kuona hizo fedha bilioni 200 zinaingia kwenye mifuko ya vijana wenzetu na kuwasaidia. Tunatamani kuona muongozo ambao uko wazi, unaoeleweka, taratibu ambayo iko wazi, zinazoeleweka, ili fedha hizo tujue zinakwenda namna gani. Kazungumza hapa ndio nimemshangaa sana, anasema sijui hizo fedha bado ziko chini ya maendeleo ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Haelewi fedha zimeshatolewa na waziri kasema zimekwenda wizara za kisekta. Wizara za kisekta maanake fedha ziko kule, hundi ile kakabidhi waziri mkuu, maanake zimekwenda wizara za kisekta. Sasa problem yangu inabaki ni kwamba kama hatuna muongozo wa kuzilinda hizi fedha, ni kwamba hizo fedha zitaliwa, na fedha hizo zikaliwa maanake hazitofikia walengwa, na kwa namna hiyo na kwa ujumla ni kwamba serikali haina dhamira ya dhati. Kama serikali ingekuwa na dhamira ya dhati kubwa, tungeona miongozo mizuri, tungeweka taratibu nzuri za kiuwajibikaji ili fedha hizo zilindwe, ziwe protected, zifikie walengwa. Kumekuwepo na changamoto kubwa ya ukosefu wa ajira kwa vijana wa Tanzania na tumesikia na Nondo alisema hapa vijana wanaozalishwa kutoka vyuo vikuu na vyuo vya kati ni kati ya milioni na kuendelea, lakini wale ambao wanapata ajira zilizo rasmi na zisizo rasmi ni kati ya 200,000. Kuna baki idadi ya 800,000 hivi ikiheni mtaani. Unadhani ni nini hasa serikali inapaswa kufanya, ama ni kwa nini hili tatizo la ajira limeendelea kuwa sugu? Kwa nini serikali limeshindwa kutatua hili kwa mtazamo wako? Mimi kutazamishe kwanza nini kinafanyika na serikali. Unajua mimi nafuatilia sana serikali, ndio maana unaweza kuona na taarifa nyingi. Sawa? Nini kinafanyika? Sio nini kinapaswa kufanya. Nafuatilia serikali kwa vijana. Nafuatilia serikali yangu na kwa vijana wenzako. Sasa unafuatilia serikali na toa fursa gani kwa ajili ya vijana? Sawa. Tarehe 28 Agosti 2025. Sawa? Mheshimiwa Rais akiwa kama mgombea wa nafasi ya rais viwanja vya Tanganyika Packers Kawe, alitoa maelekezo kwa Wizara ya Elimu kuandaa mpango wa pamoja baina ya vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, taasisi za elimu ya juu pamoja na waajiri katika sekta binafsi kwa malengo ya kulinganisha elimu inayotolewa na vyuo husika na mahitaji ya ujuzi yanayohitajika katika soko la ajira. Unaelewa vizuri? Ni mpango mzuri na maelekezo mazuri sana. Tarehe 9 Februari mwaka huu 2026 tumeona makamu wa rais akiwa ameenda kuzindua mpango huo unaounganisha vyuo vinavyozalisha wataalam ama vijana katika soko la ajira pamoja na wadau walio kwenye soko la ajira kwa maana ya waajiri. Sawa? Ule mpango ni mzuri. Sasa mimi natazamia katika utekelezaji wa mpango huo mahususi, na kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, that means iko dhamira ya dhati ya serikali kupunguza makali ya ukosefu wa ajira, sawa, pamoja na kuwawezesha vijana kiuchumi. Jitihada zinazofanywa na serikali katika kupambana na ukosefu wa ajira hapa nchini zinaridhisha. Hadi sasa zinaridhisha na tunapaswa kuziunga mkono. Yes, tunapaswa kuunga mkono. Jitihada zinazofanywa na serikali ya Tanzania
katika kukabiliana na ukosefu wa ajira hapa nyumbani zinaridhisha? Kwa kifupi, jitihada bado si za kutosha kwa sababu ukiangalia kama nimekusomea takwimu kwa mwaka vijana ambao ingia kwenye soko la ambao ni soko la ajira ni vijana 1,000,000. Vijana 200,000 tu ndio wanapata ajira kwenye sekta rasmi, ambao ni sekta binafsi au sekta umma. Anaona kwa walimu, madaktari, sijui nini. Vijana 800,000 anabakia mtaani ambao ni sekta sio rasmi. Wanapata kujiajiri, bodaboda, machinga. Kwa unaona bado kuna kundi kubwa la vijana ambao wako mtaani. Lakini pia hata vijana wanaohitimu vyuo vikuu. Kwa mujibu wa takwimu za tume ya vyuo vikuu TCU Federal Stats ya mwaka 2021 inasema kwa mwaka wahitimu wanaohitimu vyuoni ni wahitimu 500,000, wahitimu 55,000 kwa mwaka. 55,000 kwa mwaka kwa vyuo vikuu wanaohitimu. Nataka nimsaidie Nondo katika kundi la vijana 800,000 ambao hawapo katika sekta rasmi. Ni jitihada gani ambazo serikali imezifanya na inazifanya ili kuwasaidia? Moja, tunafahamu na Nondo anafahamu, serikali imekwisha anzisha program ya ujenzi wa vyuo vya VETA katika misingi ya kutoa elimu ya ujuzi na vitendo ili kusudi vijana wawe na uwezo wa kujiajiri. Vyuo vya VETA vinajengwa sasa kila wilaya na vimeanza kujengwa, viko vilivyokamilika na ni sehemu chache sana vinaenda kukamilika hivi. Vijana wajiajiri, mitaji wanatoa. Namalizia hilo la kwanza. Jambo la pili, serikali ndani ya siku 100 hizi imeanza kuratibu zoezi la kurasimisha vijana ambao wako katika sekta zisizo rasmi. Katika kundi la 800,000 wanaosema wanazalishwa kila mwaka, ndani ya siku 100 serikali imeshawarasimisha vijana katika sekta zisizo rasmi 119,000 na ushe. Unaelewa vizuri? Jambo la tatu, serikali imekwisha tenga bajeti ya bilioni 200, umeelewa vizuri, kwa ajili ya kuwasaidia vijana mitaji na kuwawezesha kiuchumi pamoja na kuwapatia mikopo ya riba nafuu. Jambo la 4, serikali kwa kujali concentration ya vijana waliokuwa katika mahudhui ya kidijitali imekwisha tenga bilioni 2, na mwezi Machi wanufaika ambao ni vijana waliokuwa katika platform hiyo wanaanza kugawiwa mikopo hiyo kwa maana ya kupewa. Unaelewa vizuri? Jambo la 5, serikali imetoa maelekezo mahususi fedha zote zilizotengwa kwa ajili ya vijana ziambatane na elimu ya usimamizi na uendeshaji wa biashara pamoja na fedha. Unaelewa vizuri? Sasa hizo ni jitihada ambazo zimefanyika katika kuwasaidia vijana ambao Nondo anasema wametelekezwa au 800,000 katika sekta ambazo sizo rasmi, ambazo sio kweli. Chief kazungumza kuhusu VETA. VETA ni duduasha kubwa sana ambayo kuna mambo mengi sana huko, lakini mpe takwimu tu. Kwa mujibu wa Integrated Labor Force Survey ya mwaka 2021 inasema 10.1% ya wahitimu wa VETA hawana ajira. Changamoto nini? Tunarudi pale pale. Sasa unataka waajiriwe kwamba msingi wa VETA. Ngoja nikusaidie Chief, ushampa nafasi, naomba niongee. Maana yake serikali inasema vijana tuwapeleke VETA wakajifunze ufundi stadi, watoke wapate kujiajiri, si ndio? Huyu kijana amekwenda kujifunza, ndio ameshapata maarifa, ndio anatoka kule, hawezi kujiajiri, hana mtaji. Ndio maana wanakaa mtaani. 10% ya wahitimu hawana ajira. Kwa hiyo hata hizi VETA kama tusipoenda sambamba na fikra ya kuweza kuwawezesha vijana wetu kiuchumi, watakuwa wanamaliza VETA wanabaki mtaani, wanamaliza VETA itakuwa ni kazi. Odemba nimsaidie Kiliba. Hoja ya msingi ya Nondo, kwa sababu umesema ya kwamba serikali sasa inafungua VETA kila mahali. Nasema kwamba vijana wakitoka pale kwa mjibu wake wakajiajiri. Hoja ya msingi ya kuwa mtaji wanatoa wapi? Yali na mifumo ya mitaji ndio hii mitaji ndio kwa benki inahitaji uweke dhamana nyumba, gari, kijana anatoa wapi hayo? Mimi ni rais wa vyuo na vyuo vikuu nchi hii ambao mimi na wewe ni raia. Unanielewa vizuri? Kiini cha VETA ni kutoa elimu ya ujuzi kwa vitendo.
Na VETA sasa hivi tunavifahamu kama vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Unaelewa vizuri? VETA wanatoa ujuzi juu ya masuala ya kilimo, uvuvi, sawa, udereva, useremala, umeme, ushonaji na kwingineko. Unaelewa vizuri? Umeplay clip hapo inayoonyesha kwamba waziri wa vijana yuko Mwanza ametoa milioni kadhaa kwa ajili ya vijana walioungana wenyewe wakajiajiri katika sekta ya uvuvi. Unaelewa vizuri? Maana yangu ni nini? Si kweli Nondo anachokisema kwamba vijana wanapelekwa VETA wakihitimu wanatelekezwa. Sio kweli, na ndio jitihada ambazo serikali imekwisha fanya. Wahitimu wako wengi wa VETA. Unaelewa vizuri? Nisikilize Odemba, namalizia. Wahitimu wako wengi wa VETA, si ndio? Wahitimu wako wengi wa vyuo vikuu ukiachilia mbali VETA na vyuo hivi vya kati kwa maana diploma, si ndio? Serikali imeshuti kutoka bilioni 1 mara 200 kutoa bilioni 200 ambao kila mwezi ni sana bilioni 16.7. Unaelewa vizuri? Lengo kiini cha fedha hizi kutengwa ni pamoja na kuwasaidia watu wenye ujuzi, watu wenye mawazo ya biashara ambao Nondo anasema wametelekezwa. Sio kweli. Nondo kwa sekunde kadhaa. Alipaswa ajifunze mada ya kwanza ya uwezeshwaji wa vijana mikopo, namna tulivyoona kuna mapungufu, na alipaswa akiri kwamba ni kweli vijana wanamaliza VETA huko mtaani hawana capital, hawana mtaji, na kuna mapungufu katika uwezeshaji vijana kiuchumi kuhusu utolewaji wa mikopo. Tuishauri serikali iweke mifumo mizuri ili hawa vijana wapaswe kusaidiwa. Yeye anaendelea kung'ang'ania. Nondo, nikusaidie Nondo. Mimi na wewe Nondo, anaendelea kung'ang'ania kwa kusema waziri uko Mwanza anagawa. Kwa sisi tunategemea waziri anatoka tu anaenda kugawa hela. Tunataka mifumo mizuri. Waziri kafikia vijana wa Mwanza mjini. Hawa vijana wa wilaya zingine za Mwanza wanapateje? Hawa vijana wa Ilemela kule, vijana wa Maswa huko sijui wapi wanapateje? Haiwezekani. Lazima tuwe na mifumo ambayo kijana wa chini kule amtegemee waziri aje amgawiwe milioni 200. Anajua kuna wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi, na paswa niende na barua hii kutoka afisa maendeleo wa mtaa huku chini wa kata, niende nayo kule, nipeleke proposal yangu, nipewe fedha, na kutakuwa na watu wa kunisimamia. Kutakuwa na idara tofauti. Kwa hiyo wakala watakao nitembelea, kunisimamia, kunishauri. Sasa yeye anabaki na hoja kwamba waziri anaenda kugo kutembea kugawa hela. Hiyo sio hoja yangu. Hataki mifumo ya waziri kwenda kugawa hela. Sio hoja yangu. Kijana wa chini aende ahudumiwe kule. Nondo, hiyo sio hoja yangu. Hoja yangu ni kwamba haikupaswa mimi kukiri ama kutokukiri. Sawa? Rais wa taifa hili na viongozi wote wa taifa hili na wananchi wote wanafahamu tuna vijana wana changamoto ya ajira. Sio jambo la kutaka kukiri, ni jambo ambalo tunaishi nalo, tunalo. Sawa? Na ndio maana hoja yangu nikajenga katika misingi ambayo tuna rais ambaye tunaweza tukasema ni youth oriented president. Ni rais ambaye sera zake sasa hivi zimejielekeza katika kuwawezesha vijana. Hapo awali milioni 1 zilikuwa zinatengwa kwa ajili ya vijana mwaka mzima. Sasa hivi huyu rais ametenda bilioni 200. Kwa misingi ipi? Nataka nikusaidie. Bilioni 200 ni mahususi kwa ajili ya vijana wenye mawazo ya biashara. Bilioni 200 Nondo ni mahususi kwa ajili ya vijana waliohitimu VETA wanaweza kujiajiri. Bilioni 200 ni mahususi kwa ajili ya bodaboda. Bilioni 200 ni mahususi kwa ajili ya mafundi seremala, mafundi umeme waliojiajiri. Bilioni 200 Nondo ni mahususi kwa ajili ya vijana kwenye vikundi mbalimbali kwa ajili ya kuanzisha ujasiriamali. Hakuna mifumo. Sio kweli Nondo. Sasa ngoja kwenye mfumo utakuja kuongea. Sio kweli Nondo kwamba vijana wametelekezwa. Usipotoshe Odemba, narudia tena. Hakuna mifumo. Hakuna mifumo ya kiwajibikaji, hakuna mifumo ya kitaasisi, hakuna uratibu, hakuna miongozo, hakuna taarifa za kueleweka. Odemba, Nondo anapaswa kufahamu. Haijalishi fedha zinatolewa kiasi gani, kama hakuna miongozo,
kama hakuna uratibu, kama hakuna mifumo mizuri ya kiuwajibikaji, fedha zitaliwa, hakuna atakayewajibishwa, fedha hazitafika kwa lengo. Nondo usikalili. Mifano iko mingi sana. Nisikilize vizuri. Mifano iko mingi. Hizo fedha hazifiki kwa vijana, zitaliwa. Usikalili. Haya makaratasi yanakupotosha. Iko hivi. Nondo iko hivi. Falsafa Odemba. Sasa hiyo mifumo anayoizungumzia ndio hii hapa, nataka nimpatie. Huyu rais huyu, sawa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, bilioni 200 zinatolewa katika misingi ya mifumo ambayo Nondo anaizungumzia. Mifumo hiyo ni hii hapa: uwajibikaji, uwazi, usimamizi na ufuatiliaji. Sasa hivi mwongozo wowote wa utolewaji wa fedha ya mfuko wa maendeleo ya vijana, mwongozo tu antaji, mwongozo tu. Kwa nini unataka watu waamini ya kwamba hizi fedha hazitoliwa, yali historia inaonyesha kwamba fedha zilizotolewa zimeliwa na hakuna kitu? Mimi sio kama sitaki watu waamini au wasiamini. Mimi sitaki tuwapatie vijana wenzetu hofu ya kushindwa kuamini katika juhudi zinazofanyika na serikali za kujikwamua kiuchumi kwa vijana. Unanielewa vizuri? Tunapaswa kufahamu kwamba tumekuwa na madhaifu hayo hapo nyuma. Sasa ni awamu mpya, nizamu mpya, ni wakati mpya. Tutoke hapa tulipo leo. Wakati madhaifu haya unanielewa vizuri? Walikuwepo hawakwepo. Kwani tunazungumzia habari ya madhaifu yaliyokuwepo, tunazungumzia habari bilioni 200 za sasa hivi hizi, si ndio? Nondo, si kweli? Yani tunachokizungumza Kiliba, na ni vizuri Kiliba aelewe. Odemba, kwamba tunachopambana ni kuweka mifumo mizuri, fedha hizi. Hiyo mifumo, ndio mifumo Kiliba. Ndio hiyo mifumo. Hakuna. Sasa ukisema hakuna, uje na masuluhisho, lakini uliozungumza ndio maelekezo ya rais. Au hujui kama rais amezungumzia hiyo mifumo? Nawashukuru sana. Rais anaweza kaongea, lakini kama hakuna mifumo ya kiuwajibikaji, mifumo ya kimwongozo, mifumo ya kiuratibu, mifumo ya kitaasisi, mifumo ya fedha zitaliwa tu. Asante sana. Nataka nitoe mfano. Rais anaamini hivyo. Fedha za 10% zina kanuni yake. Kila mwaka anatoa taarifa, fedha zinaliwa. Na rais anaamini hivyo, na kama mifumo usipokuwepo zitaliwa. Ndio maana ametoa maelekezo wizara husika. Nawashukuru sana. Nakushukuru. Swali langu la mwisho, Nondo, kuna chuki kubwa miongoni mwa vijana kwa vijana wanachuki. Vijana wa Chama cha Mapinduzi wanachuki na vijana wa Chadema wanachuki, vijana wa Chadema wanachuki na vijana wa Chama cha Mapinduzi wanachuki na vijana wa ACT. Unadhani hii inatokana na nini? Kwa kifupi kabisa, inatokana na kutafsiri mifumo ya vyama vingi kama ni uhaini na uadui. Mfumo wa vyama vingi ipo kwa mujibu wa sheria. Vyama hivi Chadema, ACT, vyama vingine hivi vipo kwa mujibu wa sheria na katiba nchi. Inakuwa ni mbaya pale ambapo chama kimoja kina tafsiri chenyewe kina haki zaidi kuliko vijana wa vyama vingine, au chama hicho kina haki zaidi kuliko vyama vingine, na chenyewe ndio kina mandate ya hii nchi, na hicho chama ndio kina milki ya hii nchi kuamua inavyotaka. Hapo ndio changamoto hiyo unayozungumza inatokea. Lakini unaamini lazima tuamini kwamba mfumo wa vyama vingi ni mfumo ambao upo kwa mujibu wa kisheria, kwa mujibu wa katiba, na kila mtu ana haki katika vyama hivyo kwa mustakabali wa hii nchi. Mimi naona nikiwa ACT nikikosoa serikali na napenda taifa hili. Kijana wa Chadema wa Bavicha akisimama akikosoa hii serikali ana mapenzi na taifa hili. Kijana mwanaharakati akisimama akikosoa, wana mapenzi na taifa hili. Tusiwatafsiri katika taswira kwamba hawa hawana mapenzi na hii nchi, hawa sio wazalendo, sisi ambao tuko serikalini na CCM ndio wazalendo zaidi. Hiyo ndio inakuja kuleta hicho ulichokizungumza. Tunapaswa tuheshimiane kwa utofauti wetu wa kiitikadi, tuamini kwamba Tanzania hii ilianza Tanzania kabla hivi vyama. Tusichukiane. Wewe kuna kipindi cha nyuma ulitekwa na ulipata madhila makubwa kama tunakumbuka. Unahisi ya kwamba kutekwa kwako ilisababishwa na wewe kuwa mkosoaji wa serikali? Mimi naamini hivyo. Naamini hivyo kwa sababu nilizungumza hata kwenye vyombo vya habari. Waliokuwa wananihoji wakati waniteka walinihoji kwamba mimi na mdomo,
najifanya naongea sana, naandika sana. Sasa maandiki yake nini? Maana yake si ndio naandika sana, najifanya naongea sana, naandika. Maana yake mimi ni mkosoaji. Kuna watu niliowakosoa kasirika, ndio maana wakaniteka. Na mpaka sasa umeshajua waliokuteka walikuwa ni watu gani? Sijajua, kwa sababu walinifunga kitambaa, sikupaswa ku. Jitihada gani ambazo chama chako kimefanya kujua waliokuteka? Kimefanya jitihada. Polisi wanasema wanaendelea na uchunguzi mpaka leo, uchunguzi wao hujulikani. Msimamo wako ni hupi kuhusu swala la utekaji na watu kupotea? Utekaji ni unyama. Utekaji sio tukio la kibinadamu, ni tukio la kinyama. Na mimi naendelea kushauri, nilizungumza wakati nazungumza na vyombo vya habari, na naendelea kushauri serikali na vyombo vinavyohusika. Swala la utekaji ni unyama. Kila mtu ana haki ya kuishi. Hakuna mtu ambaye anapaswa kuuawa kwa sababu tu ya utofauti wa itikadi yake, mawazo yake. Mawazo ni haki yake, mwachie azungumze, mwachie akosoe, lakini kumtoa uhai wake kwa kumteka na kumuua na kumpoteza ni jambo linapaswa kukemewa na kila mtu, kila binadamu, bila kujali itikadi zetu. Kiliba, wewe ni kijana na kiongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu ambao ni vijana. Msimamo wako ni hupi kuhusu masuala ya utekaji na watu kupotea? Umesikia hata jirani yako hapa alikumbwa na kadhia hiyo ya kutekwa na kujeruhiwa. Utekaji sio jambo la kiungwana hata kidogo. Sio jambo la kiungwana hata kidogo, na kama Nondo alivyosema, hakuna sababu kubwa yoyote inayohalalisha utekaji. Na unahisi utekaji katika nchi hii inafanywa na watu gani? Sipo kwenye vyombo vya intelijensia bwana, wenye majukumu yao kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola ndio vinapaswa kutoa majibu hayo. Ukiwa kama kiongozi wa vijana, hatua zinazochukuliwa na serikali na vyombo vya ulinzi na usalama wa taifa hili katika kupambana na utekaji na watu kupotea inaridhisha? Mimi naunga mkono na nawapatia ushirikiano wa 100%, na kama nilivyosema hapo, utekaji sio jambo la kiungwana na hakuna sababu nyingine yoyote ile, iwe ndogo iwe kubwa, linalohalalisha swala la utekaji. Kuna chuki miongoni mwa vijana na vijana wenzao na pengine hata na viongozi wao. Tumeona sasa hivi ikitokea mtu amefariki dunia hata kwa mapenzi ya Mungu, ukisoma katika hata mitandaoni, vijana watu wanashangilia na kufurahia vifo vya watu wa aina hiyo. Hii chuki, unadhani ni nini hasa kilichokisababisha? Nashukuru. Natokea katika hoja ya Nondo. Anasema mfumo wa vyama vingi. Mimi nitaongezea kidogo. Odemba, tunajisahau sehemu moja. Kama tunavyojisahihisha individually katika maisha, pia tunapaswa kujisahihisha kimfumo katika siasa. Mfumo wa vyama vingi tumeubariki kama wananchi na kwa mujibu wa katiba yetu ya nchi. Unaelewa vizuri. Lakini kuna wakati umefika tunapaswa kujisahihisha sote kwa pamoja, hasa wadau wa mfumo wa vyama vingi, kujua ni wapi tunakosea, wapi tumekosea na nini tufanye. Tumeshuhudia vyama vingi haswa vya upinzani niseme, vimekuwa vikifanya jitihada za kuwasukumia mbali vijana wao na serikali. Yani vikitenganisha serikali na vijana watokanao na itikadi za vyama vyao. Hali ambayo inapelekea hata hao vijana kuto kuchangamkia, kuto kutaka kujua na kuto kutaka kufahamu fursa zinazowekwa na serikali kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo umefika wakati kama wanasiasa, bila kujali ni vijana ama ni wazee, inatupasa tujisahihishe badala ya kufanya siasa zisizokuwa za kiungwana. Tujielekeze katika siasa za kuleta taifa pamoja. Tujielekeze katika siasa za kuhamasisha kusameheana. Tujielekeze katika siasa za kuhamasisha kupendana. Tujielekeze katika siasa za kuhamasisha kusaidiana. Unanielewa vizuri? Ndio wanapaswa wafanye hayo. Wapende vyama vya upinzani,
waone mfumo wa vyama vingi ni mfumo ambao katiba, waone maoni, wao na uvumilivu wa kisiasa, anayetoa maoni asionekani ni adui. Sasa wao hawajisahihishi, yeye anawaambia wapinzani Mbona sio CCM bwana? Mbona unazisha CCM? Chikile hapo. Kiliba, umesema kwamba vijana vyama vya upinzani wanasukuma vijana wao kukaa mbali na serikali. Ni vijana ndio wako mbali na serikali au serikali ndio wamejitenga na vijana na wako mbali na vijana? Hakuna namna serikali inaweza kujitenga na vijana. Nondo, serikali iko mbali na vijana ama vijana ndio wako mbali na serikali? Serikali iko mbali na vijana. Serikali wameikimbia vijana. Na ndio maana serikali iko mbali na vijana. Mimi naamini vijana ukiwapelekea utaratibu mzuri, mifumo mizuri, urahisi wa kupata wanachokipata, watakuja. Kiliba, wewe unawezaje kusema serikali iko mbali na vijana wakati inapeleka kila wilaya kampasi ya chuo na chuo kikuu, wanaenda kusoma katika hivyo vyuo ni wazee? Unawezaje kusema serikali iko mbali na vijana wakati kuna 4% kila halmashauri inayotengwa kwa ajili ya vijana? Hilo ni jukumu la serikali, sio jukumu la serikali. Nisikilize vizuri, sawa? Jukumu la serikali sio jukumu. Nisikilize vizuri, sawa? Serikali unasemaje iko mbali na vijana wakati zinatengwa bilioni 200 kwa ajili ya vijana? Unawezaje kusema serikali ipo mbali na vijana wakati kiongozi mkuu wa serikali hiyo licha ya majukumu yote aliyokuwa nayo akaona haja na hoja ya kuunda wizara katika ofisi yake, akasema hii wizara mahususi ndani ofisi yangu, wizara ya maendeleo ya vijana? Hiyo ni haki ya vijana au ni utashi wa kiongozi? Maana yangu ni nini? Ni haki ya vijana au ni utashi wa kiongozi? Nisikilize, maana yangu ni nini? Nadharia ya serikali kuwa mbali ama kutokuwa mbali na vijana inapimwa kwa namna ambavyo serikali inahudumia vijana wake. Sawa, serikali sio mtu. Nadharia, serikali sio jengo. Nisikilize Nondo, sawa? Serikali sio mtu, sio jengo. Huwezi ukasema serikali nilidubwana hili hapa sasa limesogea karibu na vijana. Serikali ni huduma, utoaji wa huduma. Nawashukuru sana. Nadharia, na mimi namaliza. Nadharia ya serikali kuonekana ipo karibu na vijana inatafsiriwa kwa uwepo wa mifumo imara, kwa uwepo wa mifumo imara ya kiuwajibikaji, mifumo imara ya kitaasisi, kwa uwepo wa mifumo imara ya kiuratibu, kwa uwepo wa miongozo mizuri inayomfanya vijana aelewe, afahamu fursa zilizopo na wapi pa kuzipata. Kama hayo mambo hayapo, maana kijana huyo umemtenga, unafanya unavyotaka wewe. Nakushukuru sana. Kiliba, una sekunde 30 ya kutoa rai yako ya mwisho. Mimi ni muombe Nondo, mimi na yeye tuungane na wenzake, viongozi wenzake wa vijana katika vyama vingine, tuungane kusaidiana na serikali kwa ajili ya kusave interest za vijana wenzetu ambao na sisi ni sehemu ya vijana hao. Unadhani tunaweza tukawa na Tanzania ambayo mwenyekiti wa Bavicha wakili Deogratias Mahinyila na mwenyekiti wa UVCCM Kawaida wanaweza wakakaa mahali wakanywa maji pamoja? Huko ndipo tulipokuwa huko. Na Kawaida akatoka akamwacha Mahinyila na akarudi akanywa maji yake. Nasemaje? Huko ndiko tulipotoka. Nani ameuharibu sasa? Sawa. Nimezungumzia hatujatengeneza mfumo wa kujisahihisha katika mazingira haya ya mfumo wa vyama vingi. Hiyo Tanzania bora tuliokuwa nayo, ni nani aliyeiharibu Tanzania hiyo? Sio Tanzania bora tuliokuwa nayo. Tanzania ni bora hadi hivi sasa. Sawa. Ila sisi wenyewe sasa vijana sisi ndio tunaleta desturi ya hayo unayozungumzia, lakini matamanio yangu hata hapa tukitoka Nondo, matamanio yangu umpigie Mahinyila, umpigie Wachauma, tukutane kwenye kahawa tunatengenezea. Nondo, unadhani unaweza ukakaa meza moja na mwenyekiti wa UVCCM na ukatoka kaacha maji yako hapo ukiwa umeshayafungua na ukawa huna wasiwasi na ukarudi na ukainywa? It is possible, lakini kwa muktadha wa sasa ni ngumu sana. Muktadha wa sasa ni ngumu kwa sababu vyama vyetu hivi vya upinzani akiangaliwa Nondo na watu walioko ndani ya CCM wanamuona Nondo kama vile ni adui wa serikali, wanamuona Nondo kama vile sio mzalendo, wanamuona Nondo kama vile hafai
wakiangalia kijana kutoka opposition wanamwangalia kama vile ni mtu ambaye hafai, kitu ambacho si sahihi. Hiyo mifumo imeharibiwa na ambao wapo serikalini na ambao wapo kwenye mamlaka, wapo kwenye hivyo viti, na ndio maana nakupa mfano. Utolea mfano uchaguzi wa mwaka 2025 ilivyotokea. Vijana wengi waligombea huko, lakini angalia mambo yaliyotokea. Kwa hii mifumo tunatengenezewa, ndio maana nasema alivyosema kujisahihisha, sio kujisahihisha kwa wapinzani tu. Serikali, Chama cha Mapinduzi, chama tawala, kijisahihishe, kibadilishe taswira yake dhidi ya vyama pinzani, dhidi ya viongozi wa upinzani. Maoni yao wanayowatoa wayachukue ni maoni yenye dhamira, sio mimi nikiongea hapa kesho Land Cruiser inanifuata pale ninateka. Subiri Kiliba, sio mimi naongea hapa Land Cruiser inanifuata ninateka. Mimi nitoa maoni yangu tu. Unakuja unatekwa pale, unapelekwa, unafungwa vitambaa, unapigwa, unaambiwa wewe unajifanya unasema, unajifanya nini na nini. Sasa kwa namna hiyo tuendeje? Yaani mimi nikitoka huko tamuangalieje kijana wa UVCCM? Tamuangalieje mtu ndani ya serikali? Kwa hiyo haya ni mifumo ambayo tunajengewa, ni mifumo ya hovyo. Sisi vijana tunapaswa tupendane. Hizi ni itikadi tu, hivi ni vyama tu, lakini sisi tuna Tanzania ambayo tunapaswa tupambane kuhakikisha kwamba Tanzania hii ina move mbele, kwa sababu sisi tuna ndugu ambao wako CCM, walioko CCM wana ndugu wako ACT, wana ndugu wako Chadema, wa Chadema na ndugu yuko ACT. Kwa hiyo vyama hivi ni itikadi tu. Nakushukuru sana. Wajirekebishe. Naomba upendo huo uanze kwa wakati huu tafadhali. Pia ni mkono okay. Wewe ndugu yangu bwana. Nashukuru sana. Ndugu yangu sana. Nakushukuru sana. Nakushukuru sana. Nashukuru sana. Kaka yangu Nondo, nakushukuru sana. Nashukuru sana kaka Chifu. Hongera sana. Asante sana.